Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo namshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo tena ameniwezesha kuona siku ya leo. Kwa majina naitwa Anthony Namava na niko katika ibada hii ya Sunday School. Karibuni nyote kwa siku ya leo. Uwe tayari kusikiliza kile ambacho Bwana ameandaa kwa siku ya leo. Bwana asifiwe. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Jina lako lihimidiwe, jina lako linuliwe. Hakuna wa kufananishwa na kulinganishwa na wewe. Baba, tunaomba ukaweze kutufundisha katika ibada hii ya Sunday School. Chenye umetuandalia Bwana kikaweze kutufikia katika jina la Yesu. Tunachokataa ni mawazo mabaya, mawazo ya kishetani katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu. Tunafunika maisha yetu kwa damu ya Yesu, na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Asubuhi ya leo ningependa tukaweze kuangalia kichwa cha ujumbe kuhusu tabia mbaya za kingono. Tabia mbaya za kingono. Maandiko yetu tutapata katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 kuanzia mstari wa 13 hadi wa 20. Wakorintho wa kwanza 6 kuanzia 13 hadi 20. Biblia inasema ya kwamba vyakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa vyakula, lakini Mungu atavitowesha vyote viwili, tumbo na vyakula. Lakini mwili si kwa zinaa, bali ni kwa Bwana, naye Bwana ni kwa mwili. Naye Mungu alimfufua Bwana, na tena atatufufua sisi kwa uweza wake. Je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha! Hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani? Sasa basi, utukuzeni Mungu katika miili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio maandiko tumesoma asubuhi ya leo. Kabla tuelezane kifungu cha ukariri, utasoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 19. Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 19. Hicho ni kifungu chetu cha ukariri. Kinasema ya kwamba au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Kifungu cha ukariri kinasema ya kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani yetu, tuliyepewa na Mungu kukaa ndani ya miili yetu. Kwa hivyo miili yetu ni hekalu la Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie utangulizi kabla tuendelee. Ukweli wa mambo ni kwamba Mungu alimuumba mke na mume na wakapatia ruhusa ya kuweza kuhusika katika tendo la ngono. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akawaambia kwamba waende wazaane. Ukisoma kitabu cha Mwanzo utaona ya kwamba Mungu aliidhinisha swala hili. Kwa hivyo hatuwezi pata watoto pasipo wawili kukutana, na wakikutana basi swala ni kwamba lazima ngono itaweza kutimia pale mahali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu wetu ni Mungu msafi, ni Mungu mtakatifu. Aliweza kuidhinisha hili kwa ajili ya watu wawili, lakini wengi wetu tumelitumia vibaya swala hili la ngono. Ndio maana leo tunaangalia kuhusu tabia mbaya za kingono.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali ambapo tumesoma Paulo anaelezea mambo kadhaa kuhusiana na mwili wetu, na akasema ya kwamba mwili wetu ni wa Mungu. Huu mwili wako ni mwili wa Mungu. Kwa hivyo jinsi unavyoutumia, jua ya kwamba unamkosea Mungu. Ukiutumia vibaya, unamkosea Mungu. Ukiutumia vizuri, ni utukufu kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ujue pia kwamba huu mwili ambao umepewa ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakaa katika mwili wako. Kwa hivyo ni vizuri uweze kujua ni jinsi gani unastahili kuweka huu mwili wako. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ya muda wako utakuwa naruka mambo mengine. Nataka tuangalie vipengele vya siku ya leo. Vipengele vya siku ya leo. Wacha tuangalie baadhi ya tabia hizi za kingono ni gani? Tabia za kingono ni gani? Tabia za kingono ni gani? Ya kwanza, kuna kitu inaitwa zinaa. Wazungu wanaita fornication. Zinaa ni tendo la kingono kati ya watu ambao hawajaoana. Fornication ama zinaa ni tendo la kingono ambalo watu hawajaoana. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye hajaoa na anashiriki tendo la ngono, huyo anafanya zinaa. Aina nyingine ni homosexuality. Homosexuality pia ni tabia. Hii ni tabia ambayo ni ya watu, aidha mwanamume kwa mwanamume ama mwanamke kwa mwanamke. Kwa hivyo homosexuality, lugha nyingine labda ni ushoga, ile hali ya kutembea mume kwa mume ama mke kwa mke. Hiyo ni tabia pia ya kingono, ni tabia ya kingono. Ukiangalia kitabu cha Leviticus, Mambo ya Nyakati 18:22, Mambo ya Nyakati 18:22, Biblia inasema pale kwamba usilale na mwanamume mfano wa kulala na mwanamke, ni machukizo. Kwa hivyo usilale na mwanamume mfano wa kulala na mwanamke. Kwa hivyo hiyo tabia ni tabia ya kingono ambayo iko na watu wengi wamekuwa wakiitenda. Bwana asifiwe sana. Tabia nyingine ya kingono ni incest. Wazungu wanaita incest. Hii ni usherati kati ya familia, ya wanafamilia, aidha mtu na ndugu yake, mtu na dada yake, ama jamii moja, inaitwa incest. Kwa hivyo hii pia ni tabia ya kingono ambayo tunaangalia siku ya leo. Kuna tabia nyingine pia tunasema ni tabia inaitwa pedophilia. Pedophilia katika lugha ya Kimombo. Hii ni ile tendo la ndoa kati ya watoto. Tendo la ndoa kati ya watoto. Kwa hivyo ukiona watoto wanafanya tabia mbaya, basi hili neno linaitwa pedophilia. Pedophilia. Bwana asifiwe sana. Pia kuna tabia ya kingono inaitwa bestiality. Bestiality ni ile tendo la ngono kati ya wanyama. Nafikiri mshaisikia mtu amelala na mbuzi, amelala na kuku. Hii ni tabia ya kingono ambayo pia iko na watu wengi sana wamekamatwa na tabia hii. Ukisoma Mambo ya Nyakati 18:23, Mambo ya Nyakati 18:23 inasema kwamba wala usilale na mnyama yeyote. Utaendelea huko mbele, inasema kwamba wala usilale na mnyama yeyote. Kwa hivyo tabia ya kingono, baadhi ya tabia za kingono, mojawapo ni ile kwamba watu wanalala na wanyama, especially wanaume. Kwa hivyo hiyo tabia sio nzuri. Tabia nyingine ya kingono ni rape. Ile rape ama kumlazimisha mtu kufanya naye ngono. Hili ni ile tendo la ndoa ambalo unalazimisha mtu kulala naye pasipo yeye kujua. Tumesikia kesi ambazo watoto wamerepiwa, wasichana wamerepiwa. Hii tabia ni tabia ya kingono ambayo leo tunaangalia tabia za kingono. Ukisoma Samueli wa pili 13:10 hadi 12, Samueli wa pili 13:10 hadi 12, utaona historia ya Amnoni na Tamari. Amnoni alimwambia Tamari amletee chakula na akamletea. Alipomletea pale chumbani,
Amnoni akamkamata akamwambia, njoo ulale na mimi, mtu na ndugu yake. Kwa hivyo hili tendo lilikuwa ni tendo la kulazimisha, tena ni mtu na ndugu yake. Kwa hivyo hiyo tunaita ni kurepu, una repu mtu ambayo haistahili. Katika sheria ya nchi ya Kenya, ukipatikana umerepu mtu hata kama ni mke wako, utashikwa na utafungwa. Bwana asifiwe. Tabia nyingine ya kingono ni pornography. Pornography hii inaweza kuwa ya kwamba hautalala na mume ama mke, lakini mara nyingi ni zile, hii ni tabia ya kingono ambayo inaletwa katika hali ya picha, inaletwa katika hali ya maandishi. Unakuta mtu ameandika uchi wa mwanamume na uchi wa mwanamke, wameweka kwa nyumba, wamebandika kwa ukuta. Sasa unashangaa hii ni nini? Hiyo tunaita pornography. Na vijana siku hizi wamechukua masimu yao digitali, wakiingia kwa internet wanafungua pornography, wanaangalia hili tendo la ndoa wakati linafanyika. Wewe mwenyewe hufanya, lakini unaangalia. Hii ni tabia pia ya kingono ambayo haistahili. Ni tabia pia ya kingono. Tabia nyingine ya kingono ni masturbation. Masturbation, tasamehe leo tutakuwa tunaangalia mambo mengi kwa kizungu. Masturbation ni ile tabia ambayo unajisisimua hisia zako. Unajisisimua hisia zako kwa kugusa sehemu zako za siri ama kutumia vitu kama matoi. Kwa hivyo kuna wengi ambao anajiita bikra, lakini yale anayofanya kisiri ni ajabu, tunaita masturbation. Kuna wanaume wengi ambao pia utaona ni wangwana, lakini wako na hii tabia tunaita masturbation. Wanajisisimua katika sehemu zao za siri na wanapata kuwa na hisia, lakini wanajitosheleza wao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tabia nyingine ya ngono. Tabia nyingine ya ngono ile tunaita adultery ama uzinifu. Uzinifu, adultery. Hii ni tabia ya kingono kati ya mtu kando na mke wake ama mume wake. Ni tabia ya wale ambao wameoa na wanaenda nje ya ndoa yao, inaitwa adultery. Inaitwa adultery. Kwa hivyo kumekuwa na makesi mengi, wazazi wanalalamika, wanawake wanalalamika wamezao wameenda nje ya ndoa. Kuna wanaume wengi pia wanalalamika kwamba wake zao wanaenda nje ya ndoa. Hii ni tabia ya kingono ambayo tunaita adultery ama uzinifu. Ukizini ama ukienda nje ya ndoa, hiyo ni tabia mbaya. Ukisoma Kutoka 20:14. Kutoka 20:14 hata nisome. Kutoka 20:14 inasema ya kwamba usizini. Baadhi ya zile kuna 10, baadhi ya zile amri 10 za Mungu inasema ya kwamba usizini. Usizini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya tabia za kingono. Baadhi ya tabia za kingono. Pengine uko hapo na umehusika katika tabia moja hizi ambazo tumetaja mahali hapa, tafadhali ziepuke, hazipendezi Mungu. Hizi ni tabia mbaya. Especially vijana wetu wa siku hizi umeingia sana kwa mapornography. Muangalie hiyo hali na mwikimbie, maana imenasa akili zenu mpaka mnasumbua madarasani, mnasumbua mashuleni, mnasumbua vijijini kwa sababu ya tabia za kingono. Huenda ikawa haulali na mtu, lakini tabia unayoifanya haipendezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele cha pili. Wacha tuangalie madhara yanayotokana na tabia ya kingono. Madhara yanayotokana na tabia ya kingono. Ya kwanza ni uharibifu. Madhara ya kwanza ni uharibifu. Ukiangalia Sodoma na Gomora iliweza kuharibiwa kwa sababu ya tabia za kingono. Ukisoma Mwanzo 19:4 hadi 13 utaona kwamba Sodoma na Gomora iliweza kuangamizwa kwa sababu ya tabia za kingono. Kwa hivyo tabia za kingono zinaleta uharibifu, nataka uelewe hiyo. Jambo la pili, tabia za kingono, kwa mfano pornography, inafanya mtu anakuwa addictive. Yaani unakamatwa mawazo, unakuwa kama mtumwa. Hauwezi fanya kitu mpaka uangalie tabia hii kwa simu. Kwa hivyo mhakikishe ya kwamba tabia ya pornography isikae kwa akili yako.
Hiyo ni njia moja ambayo inaletwa ama ni consequences ambazo zinaletwa na tabia za kingono. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jambo lingine, tabia za kingono zinaleta madhara kama vile magonjwa ya zinaa. Magonjwa ya zinaa. Kwa hivyo wale ambao wamehusika katika tabia za ngono wako na magonjwa ya zinaa. Bwana asifiwe sana. Tuangalie hilo sana. Ukisoma Korintho wa kwanza 6:17 utaona magonjwa ya zinaa. Lingine pia ni kwamba unazuilia Roho Mtakatifu kufanya kazi ndani yako. Kama vile tumesema kwamba mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hivyo unazuia kazi ya Roho Mtakatifu isifanye kazi. Jambo lingine kwamba inaleta ghadhabu. Mungu anakuwa na hasira na anaangamiza. Kwa hivyo ukifanya tabia ya ngono, basi Mungu atakuangamiza. Jambo lingine ni kwamba ina attract shetani ama mapepo. Tabia za kingono zinavutia devil, zinavutia mapepo. Bwana asifiwe. Kuwa mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ukifanya uzinifu, Roho Mtakatifu anatoka na mwili wako unakamatwa na madevo. Wengi wamekuwa wakiombewa deliverance, lakini kila mara akiombewa leo, kesho kutwa anarudi tena anaombewa. Kwa sababu gani? Ameombewa, pepo limetoka, anaenda kufanya uzinifu, linarudi tena. Kwa hivyo mwili wako ukifanya uzinifu, ukifanya tabia za ngono, unaruhusu shetani akutawale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo lingine ni kwamba hasara yake ya tabia za kingono ni kwamba ndoa nyingi zinavunjika. Ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu ya tabia za kingono. Amen. Takumalizia, tuangalie suluhisho la tabia za kingono. Tutasuluhisha vipi? Jambo la kwanza. Jambo la kwanza, tubu dhambi zako na mwambie Mungu akutakase. Tubu dhambi zako na mwambie Mungu akutakase. Hilo jambo la kwanza. Unapotubu dhambi, mwambie Mungu nisamehe, nimeshikwa akili na tabia za kingono, nitakase. Na Mungu atakutakasa, atakusamehe. Amen. Jambo lingine, muulize Mungu akupatie mawazo safi. Mungu akupatie mawazo ambayo ni safi. Na mawazo safi, utakuwa ni mtu ambaye tabia za kingono hazitakaa ndani yako. Ukisoma Filipi 4:8, wa Filipi 4:8, hakikisha mawazo yako ni safi kila saa. Ukiona hata mtu anatembea uchi, vijana, ukiona msichana amevaa nguo ambayo sio nzuri, ukiona msichana amevaa nguo ambayo inaonyesha uchi wake, safisha mawazo yako, usianze kumwangalia na kutamani. Hiyo ndio njia utakayo kujizuia tabia za kingono. Wafilipi 4 anasema, hatimaye ndugu zangu, mambo yote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ikiwemo wema wote, ikiwemo sifa nzuri yoyote, yatafakarini haya. Kwa hivyo tafakari yaliyo mema kila wakati, basi tabia ya kingono haitakutawala. Jambo lingine, suluhisho lingine ninapomalizia ni kwamba weka mwili wako uwe mtakatifu. Weka mwili wako ukaweze kuwa mtakatifu. Haleluya. Ukiwa mtakatifu, basi tabia ya kingono haitakutawala. Wathesalonike wa kwanza 4:3 hadi 4. Wathesalonike wa kwanza 4:3 hadi 4. Tutajisomea. Jambo lingine ni kwamba swala la ngono lina wale ambao wameoa na kuoana. Wale ambao wameoa na kuoana. Kwa hivyo wewe kama haujaoa, hujaolewa, tafadhali kimbia tabia za ngono. Utasoma Wakorintho wa kwanza 7:1 hadi 5. Wakorintho wa kwanza 7:1 hadi 5. Jambo lingine, tembea katika roho wala si katika mwili. Wagalatia 5:16. Tembea katika roho wala si katika mwili. Maandiko yanasema kwamba ukitembea katika roho hautatimiza tamaa za mwili. Amen. Alafu pia jizuie. Self control. Jizuie. Ukijizuia, ukiona tabia fulani na kuruka ndani yako, jizuie.
haitakutawala. Pia jihusishe na mambo ya kiroho kama maombi, kufunga na kusoma neno. Jihusishe katika mambo ya kiroho, kusoma neno, kufunga. Utaona ya kwamba akili zako zinatawaliwa na neno la Mungu wala sio tabia za kingono. Na mwisho kabisa, tafuta ushauri kutoka kwa watumishi wa Mungu, wale wapapa mafuta na Mungu, waambie wakusaidie. Kama umelemewa na uzinifu, umelemewa na usherati, umelemewa na tabia za kingono, kuangalia uchi wa wanawake kwa masimu, unaona umelemewa, tafuta mtumishi wa Mungu akushauri na utapata njia ya kuepuka janga hili ili usiangamie. Bwana Yesu asifiwe. Methali 11:14. Methali 11:14 utajisomea na utaona ushauri hapo. Mwisho, kimbia tabia za kingono. Kimbia tabia za kingono siku nasi. Kwa kumalizia, usiwache mwili wako ukatawaliwa na tabia za kingono, bali utoe mwili wako uwe takatifu. Usiwache mwili wako utawaliwe na tabia za kingono, bali uache mwili wako ukaweze kuwa ni hekalu la Roho Mtakatifu. Bwana wa uzima awabariki. Amen. Basi ambaye amekuletea mafundisho haya asubuhi ya leo ni Anthony, majina ni Anthony na mama mchungaji wa Biblia Marebo chini ya Pastor Japhet Kalama, na nimefurahia kwa sababu umeweza kunisikiliza, na naamini ya kwamba tabia za kingono hazitakutawala. Wacha niwashauri vijana wenzangu, wewe ambaye haujaoa, wachana na mambo ya tabia za kingono. Wacha kufuata wasichana watu, wacha kufuata wamama za watu. Kaa, tulia, ngoja siku yako uoe. Na wale ambao umeingia kwa masimu ukiangalia tabia mbaya, kila mara ni kuangalia matako makubwa ya wanawake, hiyo tabia uiwache, sio mzuri, itawaangamiza. Amen. Ni ombi langu ya kwamba Mungu atatusaidia kwa jina la Yesu Kristo. Tuinamishe vichwa vyetu na tuombe. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru. Asante kwa neno lako, asante kwa mafundisho ya siku ya leo. Asante kwa neno hili ambalo tumelisikia. Tabia za kingono kuanzia leo hazitatutawala katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwaminifu na utatenda sawa sana mapenzi yako. Vijana wengi ambao wamenaswa na magonjwa ya zinaa, wamenaswa na tabia za uzinifu, asubuhi leo nawatangazia ya kwamba ukawasamehe na ukawarehemu ili wakurudie wewe na wakaishi maisha matakatifu na wakaache miili yao kaweze kutumika kwa utukufu wa jina lako. Tunafunika maisha yetu kwa damu ya Yesu, na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Mungu wa uzima awabariki.